mtu anapoomba ndipo alipopata ufahamu wa kupata kitu, kwa sababu alijua mahitaji yake ni yapi. Kwa hiyo maombi ni faraja ya watu wote. Dunia kitu ambacho haijatambua ni jambo moja, kwamba mwenye kuleta mahitaji ni nani? Mwenye kufanikisha jambo ni nani? Ndio maana watu wanajaribu kuonyesha msingi na kuonyesha kwamba ukihitaji kitu fulani ndipo tutafanikisha katika jambo lolote tunalolihitaji. Wala hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikafanikisha isipokuwa ni Yesu Kristo aliye hai. Mwanadamu anatengeneza mazingira, ni vita tu. Hakuna mwanadamu wa kuleta amani, hakuna mwanadamu wa kuleta faraja, hakuna mwanadamu wa kufanikisha jambo, isipokuwa mwanadamu anatengeneza mazingira ya kuwa na maslahi tu katika maisha yake, na kutengeneza katika vizazi vyake vyote viwe na maisha mazuri, viwe na maisha mazuri anayoyahitaji, lakini sio mwanadamu akuletee mahitaji wewe. Ukiona jambo lolote ile mwanadamu anadai jambo kwamba tunahitaji haki, tunahitaji faraja, yule anahitaji vita. Na ndio maana kinachokwenda kuisha ndani ya vile vitu vinavyohitajika ndani ya mwanadamu ni maombi. Wakolosai anasema sura ya 4 mstari wa 2, Biblia inasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba, mkiwa na shukrani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo, ambao kwa ajili yake nimefungwa, ili mdhihirishe kama inipasavyo kunena. Maombi ndio msingi wa kwanza kwa mwanadamu. Maombi ndio msingi wa kwanza kwa mwanadamu. Ukihitaji mwanadamu akusaidie sana, atakusaidia matatizo na kukugombanisha na kukuletea shida. Lakini ukihitaji uishi maisha na mazingira mazuri katika familia, katika maisha ya kila mmoja, msingi wa kwanza ni maombi, kumhitaji Yesu. Hii ndio imefikisha watu wote katika jamii kuyaishi maisha mazuri yenye raha ya kumpendeza Mungu, ni maombi tu pekee. Kwa hiyo unapoambiwa dumuni sana katika kuomba, dumuni sana kwa maombi, dumuni sana mkimhitaji Bwana, dumuni sana kama unavyoona waimbaji wanaimba nyimbo za kuabudu na tenzi za rohoni. Kinacholeta hamasa sana ni kumhitaji Mungu akae katika nafsi yako, ndani ya moyo wako, halafu kile unachokihitaji chochote kile ndipo utakwenda kukiona ndani ya kumwomba Mungu.